Kazi yetu sisi ni kukuletea habari, matukio na simulizi pale tu zinapotokea. Tafadhali bonyeza maneno mekundu subscribe ili usipitwe na taarifa zetu. Mseto Media, together everywhere. Mshtuko mkubwa umeibuka kwenye tasnia ya habari nchini Tanzania, huku picha zake pamoja na maneno ya majonzi, simanzi na ya kumtakia mwisho mwema zikipostiwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Kifo chake kinatukumbusha ile kauli ya kwamba duniani tuko safarini, tunapita tu na siku moja wote tutarudi udongoni, ikitukumbusha tuishi kwa wema na upendo, kwani hakuna atakayeishi milele. Mseto Media tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu ampumzishe pema peponi kaka na mwandishi nguli kabisa, ambaye aliutumia muda wake mwingi kuwafikishia habari wa Tanzania. Lakini pia ni kusi ubonyeze maneno mekundu subscribe kisha alama ya kengele ili usionapitwa na taarifa zetu nyingine. Taarifa yenye ukamilifu ni kwamba tasnia ya habari nchini Tanzania imepata pigo kubwa kufuatia kifo cha mhariri mkuu wa gazeti la The Guardian, ndugu Alexis Songa. Alexis Songa amefariki dunia Machi 2, 2026 nyumbani kwake Tabata jijini Dar es Salaam. Kabla hajawa mhariri mkuu wa The Guardian, Songa amewahi kufanya kazi Nipashe, Mwananchi na vyombo vingine vya habari vikiwemo televisheni na redio. Inadaiwa aliwahi fanya kazi na malegendi wa habari nchini kama kina Millard Ayo, Maulid Kitenge, Salum Kikeke na wengineo. Kwa mujibu wa taarifa za familia, Songa amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 48. Kabla ya mauti kumkuta, alikuwa akipatiwa matibabu katika taasisi ya saratani ya Ocean Road ORCI jijini Dar es Salaam baada ya kuugua ghafla. Mke wa marehemu Bi Esther Kibakaya amesema kuwa mumewe alianza matibabu rasmi Alhamisi iliyopita na aliendelea kupatiwa huduma hadi Ijumaa kabla ya kurejeshwa nyumbani, na alikubadilika ghafla Jumamosi kuwa mbaya zaidi. Kifo cha Songa kimeacha pengo kubwa kwa tasnia ya umoja wa wanahabari Tanzania, wafanyakazi wa The Guardian na Watanzania pia ambao walikuwa wanufaikaji wakubwa wa habari na maudhui yake. Wafanyakazi wenzake wamemwelezea kama kiongozi mwenye msimamo, aliyethamini maadili ya taaluma na aliyesisitiza ukweli na uwajibikaji katika utoaji wa habari. Msiba upo nyumbani kwake Tabata, lakini kwa mujibu wa familia, mwili wa marehemu usafirishwa kwenda nyumbani kijijini kwao Rabur wilayani Rorya mkoani Mara, ambako utazikwa huko. Waandishi mbalimbali wameendelea kutuma salamu za pole na rambirambi, na wengine wakifika nyumbani kufariji familia, wakiwemo Millard Ayo, Maulid Kitenge na wengine. Sisi tunamwombea kwa Mungu ampumzishe pema peponi, lakini nawe mtazamaji wangu unaweza kuandika maneno yako yote kumtakia mwisho mwema hapa chini. Hii ni Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.